بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. leo tarehe 3 mwezi wa Ramadhan mwaka 1441 min al-hijra, sawa na tarehe 26 mwezi wa April mwaka 2020. Tunaendelea katika mudhakira huu na risala hii mufida, nazilatul majaa, al-ahdathu tatakallam wal-qari'u yata'allam wa bala'un a'zamu min fayrus korona. Jana tulielezea kwa ufupi Uislamu unavyohimiza jambo la kuwapa sadaka wenye janga la njaa. Tulielezea jana Uislamu jinsi unavyohimiza kuwapa sadaka na kuwasaidia watu waliopatwa na janga la njaa, na pia tukaelezea jinsi Uislamu unavyoona huruma hata kwa wanyama. Mtu anatakiwa kama mnyama ana njaa, basi pia amsaidie chakula. Tulielezea pia jana kwamba njaa ni janga ambalo linaua. Tukaelezea mifano mingi katika jambo hilo. Leo naelezea qissatu tajwi'i Sheikh Al-Albani rahimahullah nafsahu muddata 40 yawman biniyati tadawi. Kisa cha Sheikh Al-Albani kujitia njaa au kuitia njaa nafsi yake kwa muda wa siku 40 kwa nia ya kujitibu maradhi aliyokuwa nayo. Sheikh Al-Albani rahimahullah alikuwa na maradhi, akaambiwa kwamba dawa yake ni kutokula chakula kwa muda wa siku 40. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة مجلد وكوانزا نمبر 100 قال: وبهذه المناسبة أقول: لقد جوعت نفسي في أواخر سنة 1379 من الهجرة 1958 40 يوما متتابعة. anasema kwa mnasaba huu, nasema niliitia njaa nafsi yangu mwisho wa mwaka huo 1379 min al-hijra, sawa na mwaka 1958. niliitia njaa nafsi yangu siku 40 mfululizo. lam adhuq fi athnaiha ta'aman qattu, sijaonja baina ya siku hizo chakula kabisa. walam yadkhul jawfi illa alma, haikuingia katika tumbo langu isipokuwa maji. wadhālika talaban lishifai min ba'dhi al-adwa, na hilo ni kwa sababu ya kutaka ponya na dawa ya baadhi ya maradhi. fa'ufitu min ba'dha duna ba'd, nikapona nikapata nafuu baadhi ya maradhi hayo bila baadhi nyingine. Ina maana alipata nafuu ya baadhi ya maradhi, lakini baadhi ya maradhi yakabakia vile vile. wa kuntu qabla dhalika tadawaitu inda ba'dhi al-atibba'i nahwa 10 sanawat duna faidatin dhahira. Nilijitibu kwa baadhi ya madaktari,
nilikwenda kutafuta dawa kwa baadhi ya madaktari nahwa 10 sanawati, ile takriban miaka 10 bila faida yoyote iliyo wazi, pamoja na kwamba anarudi kwa madaktari na kupata dawa, lakini kwa miaka 10 hakupata faida yoyote ya madawa hayo ya madaktari. وقد خرجت من التجويع المذكور بفائدتين ملموستين, na nilitoka kwa hiyo tajwii iliyo njaa niliyojitia, nilitoka kwa faida 2 malmusataini zenye kupatikana. Alula, faida ya kwanza, istita'atu al-insan tahammul al-ju'i tilka al-muddati at-tawila khilafan li dhanni al-kathirin min an-nas. Sheikh anasema faida ya kwanza aliyoipata, istita'atu al-insani tahammul al-ju'i tilka al-muddata at-tawila, uwezo wa mtu wa kuvumilia njaa muda huo mrefu, khilafan li dhanni al-kathirin min an-nas, kinyume cha dhana ya watu wengi kwamba huwezi ukakaa na njaa kwa muda mrefu. Lakini Sheikh anasema alipata faida ya kwanza katika faida hiyo ya kukaa na njaa kwa muda wa siku 40, kwamba mtu anaweza akavumilia njaa kwa muda huo, kinyume cha watu wengine wanasema kwamba huwezi ukakaa na njaa kwa muda wa siku 2, kwa muda wa siku 3. Lakini Sheikh Al-Albani rahimahullah amethibitisha kwamba alikaa na njaa hiyo kwa muda wa siku 40 kwa ajili ya kujitibu, akapata faida hiyo kwamba inawezekana mtu kuvumilia njaa kwa muda huo mrefu wa siku 40. Walukhra, faida nyingine aliyoipata Sheikh Al-Albani rahimahullah, anna al-ju'a yufidu fi shifa'i al-amrad al-imtilaiya, ni kwamba njaa ina faida katika kuponesha maradhi ya imtilaiya, kama zile balgham zile zilizo katika moyo, maradhi ya saudawiya, safrawiya, kama qala Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. وقد يفيد في غيرها أيضا, na huwa kuna leta faida kukaa na njaa katika maradhi mengine pia, kama jarraba kathirun, kama walivyojaribu hilo wengi. ولكنه لا يفيد في جميع الأمراض على اختلاف الأجسام. الشيخ الألباني رحمه الله anasema, lakini kukaa na njaa hakuna faida, yani hakuleti faida kwa maradhi yote, ala ikhtilafi al-ajsam, na hii ni kwa tofauti ya miili ya watu, khilafa lima yustafadu min kitabi at-tatbib bis-sawm li ahadi al-kuttab al-awrubiyin wa fawqa kulli dhi ilmin alim, kinyume cha inavyochukuliwa faida katika kitabu cha at-tatbib bis-sawm, kujitibu kwa saum, kitabu hicho cha mmoja wa waandishi wa Europe, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Kwa Sheikh Al-Albani rahimahullah alijiweka na njaa kwa sababu ya kujitibu na hayo maradhi aliyokuwa nayo. Waqala fi fatawa Rabigh an ilajihi bilju'i, pia Sheikh Al-Albani alielezea, anasema katika fatawa yake ya Rabigh kuhusu kujitibu kwa njaa, sharit rakm 4 tahta sual, kaseti ya namba 4, alipoulizwa ma hiya alfaidatu allati istafadtumuha min ta'alujikum bilma'i 40 yawman, faida gani mliyopata kwa kujitibu kwenu kwa maji kwa muda wa siku 40? Ulikuwa unakunywa maji tu, huli chakula kwa muda wa siku 40, umepata faida gani? Qala rahimahullah, Sheikh Albani akajibu rahimahullah, arju an yafhama ikhwanuna alladhina qara'u qissata sawmi 40 yawman annahu sawmun tibbiyun wa lam yakun sawman shar'iyyan. Natarajia ndugu zetu wafahamu, wale waliosoma kisa cha kufunga kwangu siku 40, kwamba hiyo ni saumu ya kujitibu, saumu ya kitibabu, walam yakun sauman shar'iyyan, haikuwa ni saumu ya kisheria kama hii saumu ya mwezi wa Ramadhani. Bimaana annani kuntu idha sha'urtu bihajatin ila alma'i sharibtu, kwa maana ya kwamba mimi nilikuwa nikihisi haja ya maji na kunywa. Mithla al'an mathalan ashrabu, anasema mfano hivi sasa nakunywa maji.
fahadha laysa siyaman shar'iyyan, hii si saumu ya kisheria. Yumsiku inda tulu'i al-fajri wa yuftiru inda ghurubi ash-shamsi, la, si saumu ya kisheria ile mtu ambaye saumu ambayo mtu anajizuilia kula na kunywa na vitendo vyote vinavyofunguza tangu inapotokeza alfajiri ya kweli na kufungua wakati jua likizama, sio saumu hiyo. Inama hadha tajwi'un, Sheikh anasema hii ni kujitia njaa. Idha aradna an nakuna yani wadhihina fi at-ta'bir, tukitaka kuwa wazi katika maelezo, inama huwa tajwi'un linafsi an kulli shay, hii ni kuitia njaa nafsi na kila kitu. Yadkhulu aljawfa, kinachoingia katika tumbo, illa alma, isipokuwa maji. Kwa hiyo hii si saumu ya kisheria, hii ni kujitia njaa, ni kwamba anakunywa maji. Alfaida taban min babi at-tadawi, sema faida ni katika upande wa kujitibu, kujipa dawa. Haithu kana fi am'ai shay'un min al-ittirabat, wakati ilikuwa katika matumbo zile matumbo yangu kulikuwa kuna ittirabat, mlipuko fulani katika zile am'a. Alajtu nafsi kathiran inda ba'd al-atibba'i hunak, nilitibu nafsi yangu sana kwa baadhi ya madaktari huko. Wa kuntu adhhabu ilayhim yu'tuni dawa usbu'ain thalatha, nilikuwa nikienda kwa madaktari wananipa dawa wiki moja, wiki mbili, wiki tatu. Wa min kathrati almuraja'a amallu, kwa wingi wa kurejea kwa madaktari huwa ninachoka. Faadau, ninawacha dawa hizo. Walmaradhu kama hu, na maradhi bado yako vile vile. Baada dhalika, baada ya hapo, qara'tu ba'd alkutub allati tatahaddathu 'an at-tajwi' wat-tadawi bil-ju'. Asema baada ya hapo kuona kwamba zile dawa hazina faida yoyote zao, nikasoma baadhi ya vitabu vinavyozungumzia kujitia njaa na kujitibu kwa njaa, kwamba njaa ni dawa ya baadhi ya maradhi. Fatabayyana li anna al-amra kama ashara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi ba'd al-ahadith, ikanibainikia kwamba jambo lenyewe ni kama vile alivyoashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya hadithi aliposema bihasabi ibn adam luqaymatun yuqimna sulbahu, zinamtosha mwanadamu tonge chache zitakazosimamisha mgongo wake. Mwanadamu anatakiwa hali sana, anatakiwa ale tonge chache tu ambazo zitasimamisha mgongo wake. Fa in kana wala budda, ikiwa lazima ale, fa thuluthul lit-ta'am, basi thuluthi ni ya chakula, wa thuluthul lisharab, na thuluthi nyingine ni ya kinywaji, wa thuluthul linafasi, na thuluthi nyingine ni ya pumzi. Kwa hiyo ile kushiba sana na kupakia sana chakula ndiyo inayosababisha maradhi. Kwa Sheikh Albani akasema fatabayyana li, ikanibainikia kwamba jambo lenyewe ni kama hivi alivyoashiria Mtume sallam, kwamba haifai mtu kula sana. Ikiwa la budda ale, basi iwe ni thuluthi ya chakula chake, thuluthi ya kinywaji chake, thuluthi ya pumzi zake. يقول الشيخ أحمد الجزائري حفظه الله تعالى: ليس من السنة التعبد لله تعالى بالجوع كما هو الأمر عند الصوفية. سكتك سنة kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa njaa kama jambo lenyewe lilivyo kwa masufi. Laysa min as-sunnah at-ta'abbudu lillahi ta'ala bilju'i kama huwa al-amru 'inda as-sufiyya. Si katika sunna kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa njaa kama jambo lenyewe lilivyo kwa masufi. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mubayyinan shay'an min ahwalihim fi kitabihi al-Istiqama. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akiweka wazi kitu katika hali zao masufi katika kitabu chake al-Istiqama, mujalladi wa pili, safha 134. Anasema lazamu min al-ju'i was-sahari wal-khalwa was-samti
وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. hao masufi walilazimiana na njaa na kukesha usiku, walkhalwa na faragha, wasamti na kunyamaza, na mengineo katika mambo ambayo yanakuacha hudhudh mtu, yani bahati zake mtu na sehemu zake, na kuvumilia mambo mazito, mambo ambayo yamewatia katika kuacha wajibat, yamesababisha kuacha wao wajibat, mambo ya wajib na mambo ya sunna, na kufanya mambo ambayo ni ya makruh na muharramat, mambo yenye kuharamishwa. Kwa hiyo sio katika sunna kumwabudu Allah kwa kujiweka na njaa na kunyamaza kimya na kukaa faragha mtu peke yake. Masufi wana ibada hizo ambazo si ibada kwa kweli, ni kujiweka na njaa bure bila faida yoyote wanaoipata wala thawabu zozote kwa Allah. وقال تلميذه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء، أنا سيهم منفوذ الشيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كتاب شاكي سير أعلام النبلاء المجلد 17 صفحة 576 في ترجمة أبي محمد الأبهري قيل إنه عمل له خلوة فبقي 50 يوما لا يأكل شيئا. alifanyia khalwa akakaa faragha peke yake, akabakia kwa siku 50 hali chochote. وقد قلنا, tulisema inna hadha aljua almufrit la yasughu, tulisema kwamba njaa hii ya kupetuka mpaka haifai. fa idha kana sardu siyami walwisali qad nuhiya anhuma fama dhannu, ikiwa kuunganisha saumu kumekatazwa, mtume amekataza kuunganisha saumu bila kufungua siku 2 siku 3, mtume amekataza. fama dhannu, ni dhana yako kujiweka na njaa kwa muda wa siku 50. وقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الوجع. Mola wangu mimi nataka hifadha kwako na njaa, kwani njaa ni sahibu mbaya. Kwa hiyo hakuna sunna na ibada ya kujiweka na njaa. Sheikh Al-Albani alikuwa akinywa maji yakimsaidia, akiwacha chakula tu akinywa maji, lakini mtu kutokunywa hata maji hata chakula, hilo si jambo la dini. Hukumu al-idhrabi ala at-ta'am, hukumu ya kugomea chakula. Hukumu al-idhrabi yani at-ta'am, hukumu ya kugomea chakula katika Uislamu. قال حفظه الله هو تعمد الإنسان الإعراض عن تناول الطعام والشراب معا. anasema al-idhrabu ani at-ta'am, kugomea chakula ni mtu kukusudia kutokula na kutokunywa pamoja, yani hali wala hanywi chochote, au at-ta'ama faqat, au kugomea chakula peke yake limuddatin muhaddada, kwa muda maalumu, au qad tatulu, huenda ukarifuka muda huo, biqasdi dhaghti ala ghairihi, kwa makusudio ya kumtia pressure mtu mwingine, hata yuhaqqiqa lahu ba'd almatalib au alhuquq, mpaka muhakikishie baadhi anayoyataka au baadhi ya haki zake amhakikishie. Kwa mtu anagomea chakula mpaka yule mwenzake au yule anayemdai amlipe, au ni mke labda ameudhiwa na mume, anagomea chakula yule mke mpaka mume wake amtekelezee mambo yake. Anasema wa min amthilati dhalika, katika mifano ya hilo, ma yafaaluhu al-asra al-falestiniyun, wanaoyafanya wale mateka wa Palestina. Farajallahu kurabahum wa fakka asrahum, Allah subhanahu wa ta'ala awafarijie na aondoshee mateso yao na akomboe mateka wao. Alladhina yumarisu mahum wa alaihim at-ta'dhibu al-wahshi,
alladhina yumarasu mahum wa alayhim at-ta'dhibu al-wahshi, wale wanaofanyiwa adhabu ya kinyama na Mayahudi. Walmumarasatu sharisa bitaamuli walman'i min alhuquq fi sujuni alyahudi adh-dhalimina alayhim la'ainu rabbil alamin, wanaofanyiwa matendo ya kinyama katika miamala na kuzuiliwa haki zao, walio katika jela zile za Mayahudi madhalim, ziwashukie laana za Mola wa viumbe vyote Mayahudi hao. Fayaljauna ila al-idhrabi anil akli washurbi, Wafalestina hao wanalazimika kutupilia mbali chakula na kugomea chakula na kinywaji, au al-akli fakat, au wanagomea chakula tu, min ajli al-dhaqti walmutalabati bitahsini dhurufi habsihim, kwa ajili ya kuwatia pressure na kudai wafanyiwe vizuri zile mahitaji yao ya kule jela, au al-ifraji anhum, au kutolewa, kuachiliwa, wanahwi dhalik min mataliba wa ahdaf, na mfano wa hivyo katika mambo wanayoyataka na malengo yao. Kwa hiyo ile kugomea chakula ndio hiyo hukumu yake katika Uislamu ni nini? Hadi salafi ma'al masajin, kwanza muongozo wa salafu watu wema waliopita pamoja na hawa wafungwa. قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج: لم تزل الخلفاء تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وإدامهم وكسوتهم في الشتاء والصيف. يعني makhalifa kwa wale watu waliofungwa wanakuwa wanaendelea kuwapa chakula chao na vitoweo vyao na mavazi yao katika wakati wa baridi na wakati wa joto. Wa awwalu man fa'ala dhalik, wa mwanzo waliofanya hivyo akaweka jela za wale wahalifu Ali ibn Abi Talib bil Iraq, khalifa wa 4 wa Mtume sallam, Ali ibn Abi Talib kule Iraq. Thumma fa'alahu Muawiyah bisham, kisha akalifanya hilo Muawiya kule Sham. Thumma fa'alahu al-khulafa ba'dahu, kisha wakafanya hilo makhalifa walio baada yake. Kwa walikuwa wameweka jela, lakini wanawatimizia vyakula na vitoweo na mavazi na kila kitu. Hadha waliyu'lam man yaf'alu hadha al-amra al-idrabu au al-idraba 'an at-ta'ami wash-sharabi au ahadihima au yufakkiru fihi annahu awalan, ijulikane kwamba anayefanya jambo hili, jambo la kugomea chakula na kinywaji, au moja lao akigomea chakula peke yake au akigomea maji peke yake, au yufakkiru fihi, au anayefikiria katika jambo hili la mgomo, awalan ajue kwamba amrun mustahdathun, hili ni jambo limezushwa, wa gharibun anil muslimin, na ni jambo geni kwa Waislamu. Hili jambo la mgomo, kugomea chakula na maji na vinywaji, hili ni jambo gharib, ni geni kwa Waislamu. Tasarraba ilaihim min mujtamaatil kuffar, lilipenyeza kwa Waislamu kutokana na familia za makafiri. Jambo hili limetokana na makafiri, limeingia kwa baadhi ya Waislamu. Walam yakun ma'rufan wa ma'mulan bihi lada salaf, jambo hili halikuwa lenye kujulikana na ni lenye kutumiwa wakati wa salafu, watu wema waliopita. Qala al-allama ibn Baz tayyaba Allah tarah, qala hadha al-idrabu ma lahu aslun. Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah anasema mgomo huu wa chakula na kinywaji hauna asli yoyote katika Uislamu. Hadha i'anatu lil a'da'i ala maqasidihim al-khabitha, hii ni kuwasaidia maadui wa Uislamu kwa makusudio yao mabaya. Hadha nidhamu la ma lahu aslun, nidhamu hii ya mgomo haina asli yoyote. maneno ya Sheikh bin Baz rahimahullah. Wa idha kana yufdi ila dhararin alayhi au qatli nafsihi fahuwa la yajuz, ikiwa mgomo huo wa chakula, kugomea chakula na kinywaji kinasababisha madhara kwa mtu au inasababisha kuiua nafsi yake, fahuwa la yajuz, jambo hilo la mgomo halifai. Hadha alladhi na'taqiduhu fi hadha,
hili ndilo tunaloliitakidi katika jambo hili la mgomo. Hadha akhadhuhu min a'da'illah, jambo hili wamelichukua baadhi ya Waislamu kutokana na maadui wa Allah. Hadha la na'rifu lahu asla, jambo hili hatujui asli yake. Anamalizia Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. وقال الإمام الألباني رحمه الله: وإنما هي عادة أجنبية كافرة. Sheikh Albani rahimahullah sema jambo hilo la mgomo, kugomea chakula na kinywaji, ni ada ya kigeni, ni ada ya kigeni makafiri. Wale ajnabia ambao ni makafiri, ni ada ya kigeni, hii ni ya kikafiri. La yajuzu lilmuslimi an yattakhidhaha wasilatan li'adami ridahu li ayi shay'in yasduru min qibali ad-dawla. Haifai kwa Muislamu kufanya ada hii ya mgomo, kufanya ni sababu ya kutoridhika na jambo lolote linalotokana na taifa au linalotokana na serikali. Haifai Muislamu kufanya jambo hili la mgomo kuwa ni sababu ya kutoridhika na jambo lolote au na amri yoyote inayotokana na serikali. Thaniyan, jambo la pili, an-nafsu laysat mulkan lil-insan. Nafsi si mulki ya mtu hata yujawi'aha amdan, mpaka akaitia njaa nafsi yake kwa makusudi, lilmutalabati bi amri ma, kwa ajili ya kudai jambo fulani. Nafsi si mulki ya mtu, nafsi ni mulki ya Allah. Allah ndiye mwenye kumiliki nafsi. Kwa hiyo an-nafsu laysat mulkan lil-insan, nafsi si mulki, si miliki ya mtu, hata yujawi'aha, mpaka akaitia njaa, amdan lilmutalabati bi amri ma, wa makusudio ya kudai jambo fulani. Waqad yu'anidu at-tarfu al-mas'ulu wa yamtani'u an tanfidhi matalibi al-mudhribi 'an at-ta'am. Huwa ikafanya inadi ule upande mas'ul, ule upande ambao unaombwa jambo hilo, huenda nao ukafanya inadi na ukakataa kutekeleza hayo anayoyataka huyo aliyegomea chakula. Fayajma'u ala nafsihi baina musibataini, alafu huyo aliyegomea chakula anaikusanyia nafsi yake baina ya misiba miwili: al-ju' wal-'atash, njaa na kiu. Wal-musibata athaniya, msiba wa pili, adamu tamfidhi matalibihi, kutotekelezwa hayo anayoyataka. Huu ni msiba mwingine. وقد حصل مثل هذا مع أناس كثيرين, ilipatikana mfano wa hili katika pamoja na watu wengi. Fama dhambu nafsi tujawwa'u hatta al-maut, nini dhambi ya nafsi hiyo inayotiwa njaa mpaka kufa? Nafsi haina madhambi, kwa mtu hatakiwi kuitia njaa nafsi yake. Muislamu hatakiwi kuitia njaa nafsi yake. Thalithan, jambo la tatu, wa ala sajini an yasbira, ni juu ya yule muhalifu aliyetiwa jela asubiri, wa yahtasiba, atarajie thawabu, wa yarda bi qada'illah, aridhie qadha ya Allah na hukumu ya Allah. Wa alayhi an yatuba ilayhi in kana dhaliman li nafsihi wa li ibadillah, na ni wajibu wake huyo aliyefungwa atubie kwa Allah akiwa ni mwenye kuidhulumu nafsi yake na pia kuwadhulumu waja wa Allah. Wa in kana madhluman, akiwa huyo aliyefungwa ni mwenye kudhulumiwa, faliyataassa hadha almahbusu almadhlumu binabiyillahi Yusuf alayhi salam, amfuate huyo aliyefungwa mwenye kudhulumiwa, afuate sera na mwenendo aliokuwa nao mtume wa Allah Yusuf alayhi salam. والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سجن قرابة 17 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية aliyefungwa karibu miaka 17, ومات مظلوما في سجن القلعة بدمشق, akafa Ibn Taymiyyah hali ya kuwa mwenye kudhulumiwa katika jela hiyo ya Qal'a kule Damascus, Syria. وغيرهم, na wafuati wengineo, min mashayikh al-Islam alladhina ibtalahumullahu bihadha al-amr, mashayikh wengine wa Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa mtihani wa jambo hili la kufungwa, wakasubiri na kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
رابعا jambo la 4 wallahu yanha ibadahu an dhalik Allah anawakataza waja wake na jambo hilo la kujiua la mtu kujiweka na njaa mpaka akafa Allah anawakataza waja wake jambo hilo fayaqulu wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima msiziue nafsi zenu Allah ni mwenye huruma zaidi kwenu wala taqtulu anfusakum msiziue nafsi zenu inna Allaha kana bikum rahima Allah ni mwenye kukuhurumieni nyinyi khamisan jambo la 5 walianna hifdha an-nafsi ihda ad-darurati al-khams التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة Uislamu unakataza kujiweka njaa kwa sababu kuhifadhi nafsi ni moja ya dharura 5 ambazo Uislamu sheria ya Kiislamu umezileta walianna hifdha an-nafsi ihda ad-darurati al-khams التي جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحة kuhifadhi nafsi ni moja ya dharura 5 ambazo imekuja sheria ya Kiislamu tukufu kutekeleza dharura hizo 5 kwa ajili ya mambo hayo kwa ajili ya kuhifadhi nafsi ni moja katika hizo dharura 5 ambazo mtu anatakiwa azihifadhi sadisan jambo la 6 wallahu abaha lilmuttarri an yadfa'a an nafsihi aljua wal'atash Allah amemhalalishia mtu mwenye kushikika aizuie nafsi yake njaa aizuie njaa na kiu kuizuilia nafsi yake walau bil akli min al maita japokuwa kwa kula mfu hata yunqidha nafsahu min al halak ili aiokoe nafsi yake na kufariki Allah amehalalisha mtu kula hata mfu kwa ajili ya kuzuia njaa kwa ajili ya kuzuia kiu walau bil akli min al maita japokuwa kwa kula mfu hata yunqidha nafsahu min al halak ili aiokoe nafsi yake na kufariki qala al ulama walilmuttarri an yaakula min al maita wa lahmi al khinzir yajuzu kwa mwenye kushikika na njaa kula mfu na nyama ya nguruwe wa ma la yahillu min al hayawanat na wanyama ambao si halali kuwala allati tukal wa ghayruha wanyama ambao si halali kula ambao wanaliwa na wengineo mimma haramahu Allahu katika wanyama alioharamisha Allah ni inajuzu muhafadhatan ala alhayah kwa ajili ya kulinda uhai wake kwa ajili ya kuhifadhi uhai wasiyanatan linnafsi min almaut na kwa ajili ya kuilinda nafsi na kufa والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل maksudio ya uhalali hapa ni wajibu wa kula ikiwa mtu ana njaa ile ya kufa na hakuna kitu kingine cha kula pale wala maji isipokuwa kuna mfu basi ni lazima ale mfu huyo kwa ajili ya kuihifadhi na kuilinda nafsi yake na mauti وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المجلد الأول صفحة 389 قال الأكل عند الضرورة واجب kula wakati wa dharura ni lazima kula mtu kula wakati wa dharura hiyo ya njaa ni lazima ale qala masruqun man yudhurra ila almayta mwenye kushikika kula mfu falam yakul asile mfu huyo famata alafu akafariki dakhala an-nara huyo ataingia motoni man yudhurra ila almayta mwenye kushikika na njaa ya kula mfu falam yakul asile mfu huyo famata alafu akafa huyo mtu dakhala an-nara ataingia motoni kwa sababu gani ni wajibu kula mfu huyo kwa ajili ya mtu kuizuia nafsi yake na kuilinda nafsi yake na mauti سابعا جمل 7 ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النفس في غير ما حديث Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kuiua nafsi katika hadithi nyingi sana minha katika hadithi hizo ma fi sahihaini عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه
فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. حديث iliyo katika sahihain al-Bukhari wa Muslim kutokana na Abu Hurairah radhiyallahu anhu kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Mtume, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, mwenye kujiangusha kutoka jabalini akaiua nafsi yake, fahuwa fi nari jahannam, mtu huyo atakuwa katika moto wa jahannam, yataradda fihi, anajiangusha ndani yake, khalidan mukhalladan fiha abada, hali ya kudumu milele, hali ya kuwekwa milele katika moto mtu huyo. Waman tahassa summan, na mwenye kunywa sumu, fakatala nafsahu, akaiua nafsi yake, fasummuhu fi yadihi, sumu yake itakuwa katika mkono wake, yatahassahu fi nari jahannam, anainywa sumu hiyo katika moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, hali ya kuwa ni mwenye kuwekwa milele katika moto huo, mtu huyo alikunywa sumu na kujiua mwenyewe. Waman qatala nafsahu bihadida, na mwenye kuiua nafsi yake kwa chuma, fahadidatuhu fi yadihi, chuma chake kitakuwa katika mkono wake, yalja'u biha fi batnihi fi nari jahannam, anajipiga na chuma hicho katika tumbo lake ndani ya moto wa jahannam, khalidan mukhalladan fiha abada, hali ya kuwekwa milele katika moto huo. Hiyo ndiyo hukumu ya mtu kujiua nafsi yake. قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي رحمه الله في معرض كلامه عن الأسير في شرح السير الكبير مجلد 1 صفحة 498 قال: وليس له أن يقتل نفسه, haijuzu kwa mtu kuiua nafsi yake, wala an yu'ina ala qatl nafsihi, wala kusaidia kwa ajili ya kuiua nafsi yake, anamsaidia mtu mwingine ili aiue nafsi yake. Yote hayo ni haramu kwa Muislamu. Thaminan, jambo la 8, wanaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anil wisal fi as-sawm, Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuunganisha saum, kuiunganisha saum, yani bila kufungua. Mtu inafika magharibi hafungui, anaendelea usiku, analala vile vile na saumu yake mpaka siku ya pili. Mtume amekataza jambo hilo. Fakaifa yudhribu almuslimu ani at-ta'ami wash-sharabi au ahadihima liyawmayn au akthara hatta yushika ala al-halak, vipi mtu anagomea chakula na kinywaji au moja lao kwa muda wa siku mbili au zaidi ya siku mbili mpaka anakurubia kufa? Mtu huyo ni haram. قال الإمام القرافي المالكي رحمه الله في الفروق المجلد 4 صفحة 183: لو منع من نفسه طعامها وشرابها حتى مات فإنه آثم قاتل لنفسه. لو mtu akizuilia nafsi yake chakula chake na kinywaji chake mpaka akafariki, mtu huyo ni mwenye dhambi na ni mwenye kuiua nafsi yake na anakwenda kuadhibiwa. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما رأي سماحتكم في الإضراب عن الطعام؟ الشيخ العثيمين رحمه الله aliulizwa, nini maoni ya utukufu wenu katika kutupilia mbali na kugomea chakula? Nini rai yenu katika sala la kugomea chakula? فكثيرا ما نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصحف أن أناسا يضربون عن الطعام احتجاجا على بعض الأحكام. Asema sana tunasikia katika idhaat, maredio na tunasoma katika magazeti kwamba kuna watu wanagomea chakula kwa kutolea hoja baadhi ya hukumu, wanataka baadhi ya hukumu katika nchi. Kwa mfano, wa haulai ghaliban ma yakununa min almasjunin, hawa mara nyingi wanakuwa ni wafungwa, ndio mara nyingi wanaogomea chakula na kinywaji. Fama hukmu man tuwfiya wa huwa mudhribun anit ta'am, nini hukumu ya atakayefariki na huku amegomea chakula mtu huyo? Faajaba biqawlihi, Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah akajibu kwa kusema kama fi majmu'i fatawa wa rasailihi safha mujallad 25 صفحة 365:
hukmu man tuwfiya wa huwa mudhribun 'ani at-ta'am. Sheikh Al-Uthaymeen anasema hukmu ya aliyekufa na huku amegomea chakula, annahu qatilun nafsa, ni kwamba huyo ameiua nafsi yake, wa fa'ilu ma naha anhu Allah ta'ala, na ni mwenye kufanya jambo alilolikataza Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiziue nafsi zenu, kwani Allah ni mwenye huruma kwenu. Wa min al-ma'lumi anna man imtana 'ani at-ta'ami wash-sharabi la budda an yamut, na ni kati jambo linalojulikana kwamba mwenye kukataa kula na kunywa lazima huyo atafariki. Wa ala hadha fayakunu qatilan li nafsihi, kwa hiyo anakuwa huyu ni mwenye kuiua nafsi yake. ولا يحل لإنسان أن يضرب عن الطعام والشراب لمدة يموت فيها, si halali kwa mtu kugomea chakula na kinywaji kwa muda ambao atafariki katika muda huo. Amma idha adhraba an dhalika limuddati la yamutu fiha, ama akigomea hivyo kwa muda ambao hata kufa katika muda huo, وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم, na ikawa hiyo وكان هذا السبب الوحيد لخلاص نفسه من الظلم, ikawa kufanya hivyo ndio sababu pekee ya kuinasua nafsi yake na dhulma, au listirdadi haqi, au ndio sababu pekee ya kurudisha haki zake. Fa innahu la ba'sa bihi, hiyo sio vibaya, idha kana fi baladin yakunu fihi hadha al-amalu litakhallus min adh-dhulm, ikiwa katika mji ambao jambo hilo linakuwa, amali hiyo, kitendo hicho kinakuwa ni sababu ya kujinasua na dhulma, au lihusuli haqqihi, au ni sababu ya kupata haki zake, fa innahu la ba'sa bihi, hiyo itakuwa sio vibaya. Amma an yasila ila haddi al-maut, ama kufikia kugomea chakula mpaka kufikia hadi ya kufariki, fahadha la yajuzu bikulli hal, jambo hili halifai, halijuzu kwa hali zoyote. يقول الشيخ حفظه الله من بدع هذا العصر, katika bid'a za zama hizi, اعلم أخي المسلم أن الدعوة والتداعي لصيام يوم الخميس من أجل التضامن مع الأسرى bid'atun muhdatha. Jua ndugu yangu Muislamu kwamba da'wa na ulinganizi wa kufunga siku ya Alhamisi kwa ajili ya tadhamun, kwa ajili ya kushirikiana na mateka, hii ni bid'a muhdatha, ni uzushi uliozushwa. Watu wanaambizana na kutoleana matangazo kwamba wafunge siku ya Alhamisi kwa ajili ya kushirikiana na mateka waliotekwa. Hii jambo hili ni la uzushi, liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, mwenye kuzusha katika dini yetu hii jambo ambalo halipo, basi jambo hilo litarudishwa, halikubaliwi. Na hii itaingia ile saumu ya wale masufi waliotangaziana wafunge siku moja kwa ajili ya kuondosha maradhi haya ya virusi vya korona. Ni uzushi, hakuna dawa ya kufunga, hakuna dawa ya kufunga. Saumu ni junna ya moto, ni ngao ya moto, ni ngao ya madhambi, sio ngao ya maradhi. أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها, والتضامن مع الأسرى إنما يكون بالدعاء لهم, kushirikiana na mateka inakuwa ni kwa kuwaombea kwa Allah, والتعريف بقضيتهم, na kujua yale masala hayo, watawkili almuhamin alakifa, na kuwakilishwa wale muhamin, wale mawakili ambao wanafaa lidifai anhum, kwa ajili ya kuwatetea. Hii ndio kushirikiana nao na kuwasaidia, wa musanadati awailihim bilmali wama yahtajuna ilayhi, kuwasaidia familia zao kwa kuwapa mali na mambo wanayohitajia. Wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam amarana bihadha, sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha jambo hili, sio kufunga na kushirikiana na wale mateka. Wasaidieni
lakini sio kwa jambo la saum. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العاني أو فك العاني وأطعم الجائع وعود المريض. tunasema fakul ani, wakomboeni mateka, wa at'imul jai'a, na mpeni chakula mwenye njaa. Mkomboeni mateka, wa at'imul jai'a, mpeni chakula mwenye njaa, wa'udul marid, na muamkueni mgonjwa. Al-ani ay al-asir, mkomboeni al-asir, yule aliyetekwa. Al-hadith rawahu al-Bukhari. nas'alullah an yansura ikhwanana al-masajin almustadhafin fi kulli makan. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala awanusuru ndugu zetu waliofungwa, wenye kudhoofishwa, wenye kukandamizwa kila mahali. Wa an yufarrija kurabahum, awafariji mateso yao. Wa yafuka asrahum, na akomboe mateka wao. Wa an yakhdhula aduwahum, na awakoseshe nusra hao maadui wao. إقبال القلوب على الله وقت الشدة والنوازل. nyoyo kumwelekea Allah wakati wa shida na wakati wa majanga kama haya. Nyoyo za Waislamu zinatakiwa zimwelekee Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa matatizo na wakati wa majanga kama haya tulionayo sasa hivi. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في الفتاوى المجلد العاشر صفحة 333: ومن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين. Sheikh al-Islam anasema katika ukamilifu wa neema za Allah kwa waja wake Waislamu, an yunazzila bihim shiddata wadh-dhurra, ni kuwateremshia shida na madhara. Wa ma yuljiuhum ila tauhidi, na mambo ambayo yatawalazimisha na kuwasababishia kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Fayad'unahu, watamuomba Allah, mukhlisina lahu din, hali ya kumtakasia yeye dini na hali ya kumtakasia yeye dua. Wayarjunahu, na watamtarajia Allah, la yarjuna ahadan siwah, hawatamtarajia yoyote isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Watata'allaqu qulubuhum bihi la bighairihi, na nyoyo zao zitafungamana naye, hazifungamani na kitu chochote. Fayahsulu lahum min at-tawakkul ala Allah, halafu itawapatikania ile kumtegemea Allah, wal inabati ilayhi, na kurejea kwake, wa halawati al-iman, na pia itawapatikania utamu wa iman, wa dhauqi ta'mihi, na kuonja ladha yake, wal bara'ati min ash-shirki, na kuepukana na ushirikina. Ma huwa a'dhamu ni'matin alayhim, jambo ambalo ni kubwa kwao, min zawali al-maradhi wal khawf, jambo la kuepukana na ushirikina ni jambo kubwa kwao kuliko, na ni neema kubwa kuliko kuondoka madhara wal khawf, na uoga, au aljadbi, au ukame, au husuli al-yusri, au kupatikana wepesi wa zawali al-usri fil maisha, na kuondoka uzito katika maisha. Fa inna dhalika ladhatun badaniyah wa ni'amun dunyawiyah qad yahsulu lilkafiri minha a'zama mimma yahsulu lilmu'min. Jambo la kuondokiwa uzito wa maisha, hilo ni la dhati ya mwili, na ni neema za kidunia, huenda pia ikapatikana kwa kafiri, kubwa yani zaidi ya hivyo kuliko inavyopatikana kwa muumini. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بذل الماعون في فضل الطاعون صفحة 378: ومن فوائد الوباء والطاعون والطواعين. ومن فوائد الوباء والطواعين, ni katika faida za maradhi haya mlipuko na taun, taqsirul amali wa tahsinul amal, kupunguza tamaa na kufanya nzuri amal. Waliyaqadhati min alghafla, na kuamka kutokana na ghafla. Watazawudi lirihla, watazawudu lirihla, na kupata zawadi ya rihla ya safari ya maut. وقال الشيخ محمد صالح العثيمين في شرحه على رياض الصالحين: لا تكره شيئا اختاره الله, usichukie jambo alilolikhitari Allah. قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة لا تدري عنها أنت. wena Allah subhanahu wa ta'ala akakukhitaria jambo
ambalo lina maslahi makubwa wewe huyajui. La takrahu shay'an ikhtarahu Allah, usichukie jambo alilolikhitari Allah. قد يختار الله شيئا فيه مصلحة عظيمة، ودا الله كختار جambo ambalo lina maslahi makubwa. La tadri anha anta, wewe huyajui maslahi hayo. Kwa tunatakiwa turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tumtarajie Allah subhanahu wa ta'ala, na tufanye istighfar mara kwa mara, na tufanye tauba mara kwa mara, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga hili la maradhi haya ya corona, hususan katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kufunga mwezi huu wa Ramadhani, atuwafikishe qiyamul layl, atuwafikishe kufanya ibada zote, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuondolee janga hili la maradhi ya corona mwezi huu wa Ramadhani, ili tufunge mwezi wa Ramadhani hali ya kuwa huru na maradhi yoyote na majanga yoyote. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.